Naomba niwauzie. Ndiyo lugha anayoitumia kwa wateja wake. Edison Bongo, mzaliwa wa Kilifi, ambaye anafurahia biashara yake katika mtaa wa Kahawa Wendani, Nairobi. Biashara ya kuuza mapochopocho aina ya samosa na kebabu. Ni biashara ambayo anaifanya usiku tu. Hii ni kwa sababu wateja wake wanapatikana katika maeneo ya burudani baada ya kazi, kwa kile kinachofahamika kama kujitahidi kutii sheria za mtudho. Tulipomtembelea Edison katika mtaa wa Kahawa Wendani, tulimkuta katika kibanda chake cha kuandaa mapochopocho yake. Yeye ndiye mpishi na pia muuzaji. Mimi nilipokuja hapa Nairobi nilikaa hustle, nikaandikwa kwa mahoteli mingi sana. Walipokuwa na mambo ya mahoteli menichokesha, nikaamua kuwa nimekaa na wazee wananijua. Nikaanza na kazi yangu na shilingi 50. Jina lake la kazini ni Mzee Mombasa. Hii ni kutokana na Kiswahili chake ambacho lafudhi yake inatofautiana na Kiswahili cha bara, licha ya kwamba ameishi hapa kwa kipindi kirefu. Nashukuru hapa Kahawa nimekaa miaka 20. Ina maana kwamba sasa wewe kwenu ni huku, hujawahi kuwazia kurudi nyumbani? Mimi hurudi nyumbani muda wa kama miezi 5, 6, mara maliza mwaka juu sasa familia yangu iko hapa. Kwa hivyo sio ni haja, pengine huwa mama ndo anaendanga akirudi. Mimi mwenyewe lazima, hii kazi yangu ni ngangari, lazima walevi wao wanakula. Mimi na dini na walevi. Wanafurahia sana hii mapochopocho ya Mzee Mombasa. Huyu jamaa hata kuna wakati anasemanga harufu ni bure. Nimemjua karibu miaka 5 sasa. Na hii ndio kazi yake. Anatutengenezea zile ziko na pilipili. Hata huwa anamuita baba maembe ama baba mbaazi. Harufu ni bure. Kwa wateja wake anayo kauli mbiu kwamba harufu ya mapochopocho yake ni bure. Nilikuwa nilifanya naye kazi kwa miaka 5 huyu. Bila hii sasa sisi wa pombe natuweza. Lakini akiwa nazo hizo sisi tunajienjoy bwana. Pombe tuwezi. Watu wengine labda wanamdharau kwamba kazi yake ni kazi duni, unasemaje? Hapa kwetu sisi hatumdharau, lakini huyu mzee yeye kazi yake iko na bidii. Na amefanya kazi, nilipata kahawa hii. Na sasa pia anafanya kazi mzuri, anapata watu chakula mzuri na ni msafi. Ni msafi sana. Akitengeneza hizi za pilipili unakuta inarudisha makali ya bia. So zile hazina pilipili unakuta unalewa ovyo ovyo. Bidii yake kazini inamwezesha kutembea usiku akipitia kila kituo cha mvinyo akitafuta riziki. Nilitaka kufahamu jinsi anavyomudu maisha kupitia kwa kazi hii. Mke ni wa Nyeri. Niko na karibu sasa miaka 10 na kitu. Tuko na watu wawili. Na tunashukuru tunakula mzuri kama matajiri. Ndio. Namna kabisa hii mapochopocho bwana. Sasa hizi napata kwa kila siku 2000, 3000. Anapotupeleka nyumbani kwake, mkewe Peri Wangui anatuthibitisha kwamba alimpenda mzee wake kutokana na ujuzi wake wa upishi ambao yeye hutumia pindi anapoalikwa kwenye sherehe za harusi kuandaa vyakula mbalimbali. Nilipatana kitu 97 na nilifurahishwa na upishi wake. Nilikuwa nanunuanga snacks kwake, alafu hapo ndiye aliniapproach kanioa. Naam, hebu tueleze tu kwamba hali ya maisha iko namna gani tangu muoane na mko na hali gani kiuchumi? Maisha iko poa, ingawa tu ni vitu zimekuwa expensive kidogo, lakini kazi yetu inatusaidia kidogo, tunajiwezesha. Tunatusaidia kulipa rent, chakula, watoto wanasoma na biashara pia inaendelea vizuri. Kwa hivyo ungependa kutoa ushauri gani kwa wale ambao wanadharau labda kazi dogo ambazo uende kama mwanamke anasema kwamba mimi mume wangu asipofanya kazi kubwa basi siishi naye? Ningewapenda kuwaambia wasidharau kazi. Hata ukiolewa na mpishi, uolewa na mshonaji viatu, mume ni mume na kazi ni kazi. Nyuso za watoto wao Anthony na Jasmine zinaonyesha kuridhika na malezi ya baba yao kupitia kwa kazi yake ya upishi. Frank Otieno, KTN leo, makala ya Bongo la Biashara.